Jalia uzima na afya kuweza kusimama mbele ya bunge lako tukufu hii kuweza kuchangia kwenye bajeti ya Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nikushukuru wewe binafsi kwa kunipa fursa hii. Lakini pia kipekee Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niungane na wenzangu waliotangulia kuchangia kuunga mkono Wizara ya Bajeti ya Kilimo, kwani tumejionea sisi miaka minne ya uongozi shupavu wa Daktari Samia Suluhu Hassan umewatendea haki wakulima wa nchi hii. Ongezeko la bajeti tangu bajeti yake ya kwanza mpaka leo ni kweli inaakisi mahitaji ya wanakilimo wa nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, leo nimesimama hapa, unajua ndio tunaelekea ukingoni mwa bunge hili la 12. Mheshimiwa Naibu Spika, siku sio nyingi tutarudi kwa wananchi kwenda kuwaelezea ni nini tulioyaahidi mwaka 2020, yapi tumeweza kufanya na wapi tunaenda kuyaendeleza iwapo watatupa tena ridhaa. Kwa hiyo bunge hili sio sana la kushauri pamoja na kazi ya kupitisha bajeti, lakini tunatumia fursa hii kuelezea yale mema na makubwa yaliyofanywa na serikali yetu ya awamu ya 6, lakini kwa ushauri, usimamizi na uelekezaji wa bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninao ujumbe kutoka wakulima wa nchi hii. Wanasema hivi, wanatambua Chama cha Mapinduzi kimeshampitisha rasmi Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa nafasi ya urais kwa uchaguzi utakaofanyika Oktoba 2025. Wanasema hivi, wao Tanzania hii wapo zaidi ya milioni 8 na tena wamesajiliwa na wamejiandikisha kupiga kura. Atoe mashaka, kura zote za wakulima ndani ya nchi hii zitaenda kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na wanasema nia wanayo, uwezo wanao, na sababu za kwenda kumuunga mkono wanazo, na kwa uchache kutokana na ufinyu wa muda nitazielezea kwa uchache sana. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja utashi wake wa kisiasa kama kiongozi wa nchi yetu, lakini binafsi yeye mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye ameonyesha imani kubwa kwenye kilimo kwa sababu anayo mapenzi ya dhati kwenye sekta yake ya kilimo. Kwanza yeye mwenyewe ni mkulima kwa vitendo, anayo mashamba hapa Dodoma, anayo mashamba kule Morogoro. Lakini pia tunasema hivi, tumegundua kumbe mume wa rais wetu kipenzi, mzee wetu Amer Hafidhi, kwa utaalamu wake ni mtaalamu wa mambo ya kilimo, na ukiachilia mbali yeye mwenyewe ni kilimo. Kwa hiyo sisi wakulima wa nchi hii, pamoja kumtambua Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kama rais wetu kipenzi, lakini sisi tunamtambua kama shemeji yetu, wifi yetu na mkwe wetu. Kwa hiyo ni sababu kubwa ya sisi kumuunga mkono itakapofika Oktoba 2025. Lakini imekuwa ni kilio cha wakulima tangu uhuru wa nchi yetu. Tunasikitika, tunalia kwamba mbona serikali haituungi mkono? Keki hii ya taifa mbona haifiki kwetu? Kwa kweli utashi wake Daktari Samia Suluhu Hassan tangu aingie madarakani, tumeona namna anavyohangaika kuhakikisha keki ya taifa hili inawagusa wakulima, inawafuta machozi na inaenda kuwainua. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sisi wakulima. Leo sio tu kwamba umesikia kilio chetu, lakini tukuhakikishie leo tunatabasamu na kucheka sisi wakulima. Leo hoja za wakulima zinajadiliwa na sekta binafsi, zinajadiliwa na serikali, na zinajadiliwa na kila mtu katika nchi hii. Ongezeko la bajeti limekuwa kubwa, na hiyo ndio sababu kubwa ya sisi kumuunga mkono. Lakini tukienda kupiga kura, tunaenda kupiga kura kwa ajili ya ruzuku kwenye maeneo mbalimbali na mazao mbalimbali ndani ya nchi yetu. Leo kuna ruzuku kwenye korosho zaidi ya bilioni 200. Leo kuna ruzuku kwenye pamba, ambao mkulima wa pamba kwenye msimu huu wa kilimo ameenda kulimiwa kwa ruzuku hekari moja 35,000.
70,000 mpaka 100,000. Nani kama Rais Samia Suluhu Hassan kwa wakulima? Lakini akaishia hapo, kapeleka ruzuku kwenye tumbako zaidi ya bilioni 21. Leo hii tunasimama kidete kusema Tanzania ni nchi ya pili Afrika kwa kuzalisha tumbako. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan lakini tunaenda kupiga kura kwa ajili ya uimarishaji. Tulifika hatua tukakata tamaa kwenye ushirika, lakini leo tu sio kama ushirika umekuwa imara. Leo hii tuna benki ya ushirika. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini leo hii tukienda kupiga kura, tunapiga kura kwa ajili ya mashamba makubwa ya pamoja ambayo yanaajiri vijana na kina mama. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kilimo? Tukienda kupiga kura, tunapiga kura kwa ajili ya miradi mikubwa ya umwagiliaji, mabwawa pamoja na miundombinu. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kilimo? Leo hii sio ruzuku tu kwenye mbegu na kadhalika, ruzuku mpaka kwenye kununua mazao yetu. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Tunashuhudia wenyewe, tukipiga kura, tunaenda kupiga kura kwa ajili ya kukua kwa kilimo chetu kutoka 2.7 mpaka 4.2. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kilimo? Tukienda kupiga kura, Mheshimiwa Naibu Spika, tunaenda kupiga kura kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ametujali wakulima wadogo ndani ya nchi hii. Na wakati anaingia madarakani, kuna mkulima alikuwa anavuna magunia 2 tu, lakini leo kutokana na uwekezaji wake tunavuna zaidi ya gunia 30 kwa ekari moja. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Baada ya kusema hayo machache, lakini nipende kumshukuru Mheshimiwa Waziri pamoja na wizara yake na taasisi zote zilizo chini ya Wizara ya Kilimo. Hawajitusahau Dodoma, lakini pia hawajatusahau halmashauri ya Kondoa mji kwa miradi mikubwa ya umwagiliaji ya BBT, lakini pamoja na kutuchimbia visima kwa wakulima wadogo ndani ya halmashauri ya Kondoa mji. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante.